Ambako baadhi ya wabunge wameitaka serikali kuzingatia maagizo ambayo yamekuwa yakitolewa na wabunge, hususan suala la kutoendeleza ujenzi wa majengo makubwa katika jiji la Dar es Salaam ili kupunguza msongamano ambao umekuwa ukileta hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 4. Aidha, wabunge hao wameagiza Wizara ya Fedha kumaliza madeni ya wakandarasi kutokana na madeni hayo kuwa sugu na kuanza kusababisha vifo miongoni mwa wakandarasi kutokana na msongo wa mawazo juu ya pesa zao. Blaya Moses ameandaa taarifa kamili. Wakichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Ujenzi bungeni mjini Dodoma, wabunge hao wanasema ni wajibu sasa kwa serikali kutafuta njia mbadala zitakazomaliza tatizo hilo la msongamano. Leo hii msongo wa magari katika jiji la Dar es Salaam ni janga la kitaifa. Mnakaa barabarani zaidi ya saa 6, saa 7, saa 8. Msongamano Dar es Salaam umeongezeka na idadi ya magari yanayoendelea kuingia Dar es Salaam yanaeleweka. Where is the plan? Tunapangaje kwamba Dar es Salaam tunaitoa? Misongamano ni mikubwa. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu Profesa Juma Kapuya anasema kamati yake inaliona swala la msongamano katika jiji hilo limekuwa kama kitendawili. Zipo athari mbalimbali za kiuchumi, kijamii na kimazingira zinazosababishwa na msongamano huu mkubwa wa magari. Kati ya athari hizo ni pamoja na wananchi kulazimika kutumia kiasi kikubwa cha mafuta kutembea mwendo mfupi. Awali akiwasilisha mpango na makadirio ya matumizi ya fedha kwa mwaka 2015-2016, Waziri wa Ujenzi Dr. John Pombe Magufuli anasema wizara yake imekuja na mpango stahiki ya kumaliza msongamano huo katika jiji la Dar es Salaam. Maandalizi ya ujenzi wa barabara 6 ya Dar es Salaam Chalinze Morogoro kilomita 200, sehemu ya Dar es Salaam Chalinze kilomita 100 imepangwa kujengwa kwa kiwango cha expressway. Maandalizi ya mradi huu utakaotekelezwa kwa utaratibu wa ubia baina ya serikali na sekta binafsi yameanza. Aidha, Waziri Magufuli akataja moja ya shughuli zilizofanywa na wizara yake katika serikali ya awamu ya 4. Kuhusu ujenzi na ukarabati wa madaraja, jumla ya madaraja makubwa 30 yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji, ambayo ni daraja la Rusumo Kagera, Umoja Mtwara, Mwanhuzi Simiyu, Kikwete Kigoma, Nangoo Mtwara, Ruhekei Ruvuma, Mbutu Tabora, Mwatisi Morogoro, Luvu Pwani na Nganga Mtwara, Marigisu Mwanza na daraja la waenda kwa miguu la Mabatini Mwanza. Ndipo msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Felix Mkosamali akapata fursa ya kutoa maoni ya kambi hiyo. Ukweli ni kwamba madeni ya wizara hii yanazidi fedha za maendeleo tunazozipitisha katika bunge lako tukufu. Mfano mzuri ni bajeti ya mwaka 2014-15. Wizara ilikuwa na madeni yaliyofikia bilioni 760, huku bajeti ya maendeleo katika wizara na taasisi zake ikiwa bilioni 762. Ni dhahiri kabisa kuwa wizara hii haikuwa na fedha za maendeleo kwa mwaka 2014-15. Wizara ya Ujenzi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 932.7 kwa ajili ya shughuli za maendeleo, ambapo wabunge wameendelea kujadili bajeti hiyo huku ikitarajiwa kupitishwa na bunge. Blaya Moses, Star TV, Dodoma.